Karibu katika mafunzo ya maboresho ya nyenzo ya kufanyia maoteo ya bidhaa za afya nchini iliyoboreshwa katika mfumo wa LMIS. Ili kuanza, utaingiza taarifa zako kwa maana ya username na password, kisha utaweza kulogin katika mfumo. Baada ya kuingia katika mfumo, utafuata hatua zile zile ambapo ni utaprepare BQ yako, kisha baada ya kuprepare utaingia kwenye create or authorize. Kwa ajili ya mafunzo haya, form ya BQ tayari ilishaandaliwa, hivyo tutaenda moja kwa moja kwenye create or authorize forecasting. Baada ya kubonyeza hapa, tutaingia moja kwa moja na kubonyeza forecast. Baada ya kubonyeza forecast, kurasa hii itatokea, ambayo kurasa hii itakuwa ina fomu yetu ya BQ. Tutaweza kuona taarifa za kituo chetu kwa maana ya mkoa, wilaya, aina ya kituo, facility code, facility name, pamoja na kipindi cha maoteo. Kwa sasa mfumo umeboreshwa kwa maana ya kwamba kuna analytical tool ambayo itakuwezesha kuhakiki ubora maoteo yako. Ili kuweza kuingia katika analytical tool, itabidi ubonyeze kitufe kilichoandikwa validate. Kwa kubonyeza kitufe hiki, mfumo utakupeleka moja kwa moja katika analytical tool. Katika kurasa ya analytical tool, utaweza kuona taarifa ambazo ziko katika fomu yako ya BQ, kwa maana ya facility code, facility name, facility type, facility ownership, pamoja na facility location. Vile vile kuna filter mbalimbali zitakazo kuwezesha kufilter taarifa kutokana na program, pia kutokana na categories. Analytical tool yetu vile vile ina dashboards mbalimbali. Kuna dashboard ambayo itaonyesha gharama jumuishi ya maoteo yako. Vile vile kuna dashboard ya kuonyesha gharama jumuishi ya bidhaa za vertical ambazo ziko katika maoteo yako. Jumla ya bidhaa ulizootea kwa kujirudia, pamoja na list ya priority items ambazo umeotewa ikilinganishwa na idadi uliopaswa kuotea. Ili kufanyia kazi bidhaa ulizoziotea kwa kujirudia, utabonyeza dashboard iliyoandikwa duplicate products. Moja kwa moja itakuonyesha orodha ya bidhaa ulizoziotea kwa kujirudia. Kwa sasa mfumo wetu huu wa analytical tool unatuwezesha kwa hizi bidhaa ambazo tumeziotea kwa kurudia kuzifanya zikawa bidhaa moja. Utachagua bidhaa unayotaka iendelee kuonekana katika fomu ya BQ. Kisha ujumbe huu utatokea katika screen yako, ambapo itakupa maelezo ya kwamba hii ndio product uliochagua ibaki na kiasi kilichootewa ni kiasi hiki, na vile vile itakuonyesha products uliochagua iondolewe katika form. Utakapobonyeza kitufe cha confirm elimination, mfumo moja kwa moja utahamisha kiwango kilichootewa katika hii product na kuhamishia kwenye product ile ile ambao ulichagua ibaki katika mfumo. Utapokea ujumbe wa kukueleza kwamba product hizo mbili zimeshafanywa kuwa updated na kwa sasa ni product moja na sio tena duplicates. Na pale ambapo utarudi katika dashboard, namba ya bidhaa ulizootea kwa kujirudia itakuwa imepungua. Angalizo: kipindi tufanyapo maoteo, mabadiliko haya yatakuwa yanaweza kuonekana ndani ya muda wa nusu saa. Ili kufanyia kazi bidhaa ambazo ziko katika category ya priority items na hazikufanyiwa maoteo, utabonyeza dashboard ya priority items. Utaweza kuona orodha ya priority items ambazo hazikufanyiwa maoteo. Ili kuweza kuzi-include katika fomu yako ya BQ, utakopi product code na kisha utaingia katika fomu ya BQ na kubonyeza kitufe cha add products. Utakwenda na kupaste ile product code na kuitafuta,
Kisha utaselect product ambayo unataka iongezwe katika maoteo yako. Baada ya hapo, ukishaichagua utabonyeza add products. Utarudia utaratibu huo huo kwa kila bidhaa ambayo inaonekana iko katika kundi la missing. Analytical tool yetu pia inatuwezesha kuona mgawanyiko wa gharama za bidhaa za afya zilizootewa kutokana na makundi mbalimbali. Kwa chini utaona maelezo ya rangi kama zinavyoonekana katika chati yetu. Chati hii pia inaweza kuonekana kwa namna nyingine kama inavyoonekana. Vilevile taarifa hii inapatikana kwa namna ya jedwali ambapo utaweza kuona kategori zote za bidhaa za afya zilizootewa, gharama jumuishi kwa kila kategori ya bidhaa ya afya, jumla ya idadi ya bidhaa za afya katika kila kundi pamoja na asilimia ya gharama kwa kila kundi. Ukishuka chini utaweza kuona bidhaa 20 zilizootewa kwa wingi zaidi na bidhaa 20 zilizootewa kwa uchache zaidi. Taarifa hii inapatikana pia kwa namna ya chati kama inavyoonekana. Kwa chini yake utaona bidhaa 20 zilizootewa na kuwa na gharama ya juu zaidi na bidhaa 20 zilizootewa kwa gharama ya chini zaidi. Vilevile taarifa hizi unaweza kuziona kwa namna ya chati. Kwa chini yake kuna jedwali linaloitwa Discrepancy Analysis Table. Jedwali hili linafanya ulinganifu wa forecasted demand na adjusted consumption na kisha inakupatia ratio yake. Hii ratio ni adjusted consumption kwa forecasted demand na pia utaona difference yake kwa maana difference ya forecast demand na adjusted consumption. Ratio zetu zina rangi tofauti ili kukuwezesha kujua kwa haraka bidhaa zako ziko katika ratio ipi. Kwa juu utaweza kuona analysis definition ya ratio hizi. Inaelezewa rangi nyekundu ni ratio ya ngapi mpaka ngapi, rangi ya njano, rangi ya kijani na rangi ya pinki. Pia katika kila rangi unaweza kuona ni dawa ngapi ziko katika ratio hiyo. Vilevile mfumo unatuwezesha kufilter ratio tunazotaka kuziona. Kwa chini ya hii discrepancy table tunaweza kuona stock metrics comparison. Katika stock metrics comparison tunaweza kufanya ulinganifu wa indicator mbalimbali. Kwa mfano, unaweza kufanya ulinganifu wa forecast demand ama adjusted consumption na mfumo unakuwezesha kufanya ulinganifu huo kwa products mbalimbali. Katika mfano huu tumetumia Abacavir sulfates. Unaweza pia kuongeza na products nyingine. Baada ya kupitia analytical tool, unaweza kurudi katika form yako ya BUQ na kuweza kuongeza source funds, na baada ya kukamilisha hakikisha una save ili uweze kusubmit maoteo yako.